Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, siku ya leo biidhnillahi taala, kwa uwezo wake na matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunawaletea dua muhimu sana. Ndugu yangu Muislam, nenda kaifanye dua hii saa 48 kabla kuingia mwezi wa Shaaban. Mada nasema leo tarehe 18 sawa na mwezi 28 Shaaban Rajab, fanya dua hii saa 48 kabla kuingia mwezi wa Shaaban. Ndugu yangu, ni dua hii dua muhimu sana kwa yule ambaye atakayechukua na kwenda kuifanya kazi dua hii. Kwanza ni dua ambayo unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuondosha dhiki unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufungua milango ya riziki. Unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufanyie sahali na tahfifu katika swala zima la madeni. Unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama ni mgonjwa na maradhi, basi Mwenyezi Mungu akupatie shifaa kwa dua hii. Lakini vile vile unaomba baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni dua muhimu sana Muislamu, na ifanye hii ndani ya saa 48 kabla kuingia mwezi wa Shaabani, kwa sababu tuko ndani ya mwezi wa Rajab ambao ni miongoni katika miezi ile minne mitukufu. Moja hapo ni mwezi huu wa Rajab, lakini vile vile ni mwezi ambao alosafiri mtume wetu Muhammad, safari ya Isra wal Miraj, alisafiri katika mwezi huu wa Rajab. Lakini vile vile ndio mwezi ambao imeteremka ibada ya sala ndani ya mwezi huu wa Rajab. Ni mwezi ambao Waislamu tumeharamishiwa hata kupigana vita katika mwezi huu wa Rajab. Kwa hiyo nenda katumie saa zilizobakia hizi kuanzia leo tarehe 18. Leo tarehe 18 ni mwezi 28 na Shaaban Rajab. Ina maana zimesalia siku 2 ama siku 1 kuingia katika mwezi wa Shaaban. Jitahidi siku ya leo inshallah, dua hii nenda kaifanye ndugu yangu katika imani. Ifanye dua hii na ikariri dua hii mara 41. Ikariri dua hii mara 41, utakwenda kuona muujiza na kheri kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi na wewe sote tuna dhiki ya maisha. Mimi na wewe tuna dhiki, mambo yetu yamekuwa mazito, na hata yule ambaye mambo yake mazuri, basi ni kumomba Mwenyezi Mungu yazidishe yale mazuri yawe mazuri zaidi. Na haina maana kwamba dua aombe mtu mwenye shida tu, la, hata yule ambaye mambo yake mazuri basi aombe ili Mwenyezi Mungu amzidishie mazuri zaidi. Kwa utakwenda kufanya dua hii, utaikariri mara 41, na si nzito, ni nyepesi sana. Utaikariri mara 41 biidhnillahi taala. Jambo la mwanzo kabisa, utachukua udhu wako. Baada ya kuchukua udhu, kama utaweza, unaweza ukaswali salatul haja, kuswali salatul haja, au la basi utachukua udhu wako. Baada ya kuchukua udhu, utaelekea zako qibla. Na dua hii ndugu yangu, kwa haja yako, kwa shida yako, kwa jambo lako lile ambalo wewe linakuumiza katika nafsi yako, lile ambalo kwamba wewe kwako limekuwa zito kwako, mwambie Mwenyezi Mungu. Na wallahi hii siku ya leo ya tarehe 18 ambayo ni sawa na mwezi 28, na kesho mwezi 29, na kuna wengine tayari mwezi 29. Kama utaanza dua hii kabla hujaianza, ukatanguliza sadaka, aidha ukatafuta yatima ukampa, ukatafuta mjane ukampa, ukatafuta maskini ukampa, alafu ukaja ukafanya na dua hii, sitaki nikwambie mengi shekhi,
Sitaki nikwambie mengi Sheikh, nenda kafanye uone. Utaanza kuchukua udhu. Baada ya kuchukua udhu, utaisoma Suratul Fatha mara 7. Utaisoma Suratul Fatha mara ngapi? Mara 7. Suratul Fatha kwa wale ambao sielewa ni alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin mpaka mwisho. Unasoma hiyo mara ngapi? Mara 7. Ukimaliza kuisoma Suratul Fatha mara 7, utakuja kusoma aya ifuatayo, nayo utaisoma mara 7, inayosema wa in yamsaska Allahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bighairi fahuwa ala kulli shay'in qadir. Hii aya utairudia mara ngapi? Mara 7. Narudia tena, utaanza kusoma Suratul Fatha kwa maana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani mpaka waladdallin mara 7. Ukimaliza hapo utakuja kusema wa in yamsaska Allahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bighairi fahuwa ala kulli shay'in qadir. Utasoma aya hii mara ngapi? Mara 7. Ukimaliza hapo sasa, utakuja kuyataja majina matatu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao la kwanza ya Allah mara 7, ya Razaq mara 7, na ya Karim mara 7. Ya Allah mara 7, ya Razaq mara 7, ya Karim mara 7. Majina yote haya utakwenda kuyataja mara ngapi? Mara 7. Lakini sasa kama utaweza basi anza kabla dua yako, leta sayyidil istighfar, kisha baada hapo ndo peleka dua yako. Hii sayyidil istighfar ni hipi? Unasema yasema Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baada kuleta hiyo ndio utaanza Suratul Fatha mara 7. Utasoma ile aya mara 7 na utakuja kusoma ya Allahu mara 7, ya Razaq mara 7 na ya Karim mara 7. Unafanya hii mara 1, bimaana kabla baada magharibi utafanya mara 1, na kesho yake tena baada magharibi utafanya mara 1, na si lazima hiyo magharibi, hata kama ikiwa baada ya Isha, ikiwa saa 7 za usiku, fanya hivyo. Lakini kabla kufanya, mwambie Mwenyezi Mungu nini kusudio lako, na mwambie Mwenyezi Mungu zile haja ambazo unazozihitaji kwa Allah. Wallahi utakwenda kuona muujiza na maajabu makubwa sana kupitia katika aya hiyo biidhnillah taala. Kwa leo tuishie hapa inshallah, tukutane katika kipindi kijacho na katika darasa lingine lijalo la adhkari na dua biidhnillah taala. Ukiwa na maswali yako unaweza kaacha comment yako hapo chini, ama la basi unaweza ukanipigia kwa namba 07138111 mwisho 46 na 07568111 mwisho 26. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.